Safari ya Morocco ndani ya kombe la dunia imetamatika kwa siku ya jana baada ya kuishia katika hatua ya robo finali mbele ya Ufaransa. Ushindi wa mabao mawili kwa Ufaransa umewaning'iniza ama umewaondosha timu ya taifa ya Morocco ndani ya mashindano haya ambayo watu wengi ama Waafrika wengi walikuwa wanaitarajia ikifanya makubwa kama ilivyofanya kwa msimu uliopita mwaka 2022. Mimi ni Neema Kayugwa, nikukaribishe tena ndani ya Sports Recap. Utakuwa nami mwanzo hadi tamati, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na Joseph Chacha katika upande wa uchambuzi. Yeye atakujuza mambo mengi kabisa, ni nini Morocco kiliwakuta licha ya kupewa nafasi kubwa ya kuendelea mbele katika timu 10 za Afrika. Atakujuza mengi na atakujuza pia nini kitaendelea. Ufaransa ataendelea kuonesha mabavu yake ama Morocco aliyotoka atafanya kipi kurejea na nguvu kubwa katika misimu inayokuja. Kwa nami mwanzo hadi tamati. Bwana, Morocco wameshatoka kwenye kombe la dunia. Joseph Chacha, moja ya timu ambayo binafsi yangu ilikuwa ni timu pendwa kwa Afrika, lakini kwa nje kiujumla kiduniani mimi bado nitasalia France. France jana wameonyesha kitu kikubwa sana, wameendeleza ule ubabe wao, lakini wameweka rekodi ya kutofunga kipindi cha kwanza katika michezo mitatu ya kombe la dunia kwa mwaka huu. France na Morocco zilikuwa ni timu bora zote jana, lakini Morocco kuna namna kama alizidiwa. Mohamed Wabi, kocha wa Morocco ambaye alifanya makubwa akiwa na under 17 kombe la dunia, akachukua ubingwa, lakini jana alikutana na krimu ambayo ilikuwa ni bora kuzidi ya kwake. Wakina Hakimi walishindwa kufurukuta mbele ya Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na Desire Doou. Ni kweli jana timu zote zilikuwa ni bora, lakini France ilikuwa ni bora zaidi, ndio maana alikuwa mshindi wa mechi ya jana. Ukiangalia dakika 45 France walikuwa wameshapiga mashuti 12. Lakini kuna mashuti ambayo yalikuwa yamelenga lango, lakini kuna blocking nyingi ambazo mabeki wa Morocco walikuwa wamezifanya. Kwa hiyo kitu ambacho jana kimeamua mchezo ni quality ya taifa la Ufaransa ambao mpaka kwa sasa wana quality player, wana wachezaji ambao ni world class. Kwa hiyo kitu pekee ambacho naweza nikakizungumza ni short ni kwamba siku ya jana quality imeamua, na kwenye mpira wa miguu always ukiwa na quality ya wachezaji katika dakika 90 basi una asilimia kubwa sana kuchukua ushindi au kuchukua ubingwa. Ukiwaangalia Morocco kwa siku ya jana, binafsi yangu nilitamani kuona mabadiliko ndani ya kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza na mchezo unavyoanza, kocha Mohamed hakuanza na mshambuliaji Alisia. Alianza na Fox number 9. Hii inaweza ni kuwa ni sababu ya Ismail Saibali kuwa nje na majeraha, ama mwalimu alikuwa na mpango mwingine zaidi. Ni kama haukumlipa, lakini bado aliendelea nao mpaka kipindi cha pili, dakika za unakuta mwishoni ndo akaingiza mshambuliaji Alisia. Hii ilikuwa namna gani? Aliona nini kuanza na Fox number 9 mbele ya France ambaye anaonekana kuwa bora kwenye engo zote? Ni approach ya mchezo, kwa sababu ili uanze na Fox number 9 inabidi uangalie mpinzani unacheza naye. Jana kocha wa Morocco alihitaji kuona timu yake ikicheza katika maeneo yote, nikimaanisha kwamba alihitaji kuona ana idadi ya wachezaji wengi katikati ya kiwanja, na ndio maana tulimuona Bouali alikuwa kwenye midfield, Unai, lakini pia Diaz alikuwa na drop chini, bila kumsahau Elinawi alikuwa na drop chini kwenye number 8 kwa ajili ya kusaidia kwamba ku overload kiungo cha France ambacho kina wachezaji wawili, Manu Kone na Rabiot. Lakini quality ambayo walikuwa nao viungo wa Ufaransa walionyesha daraja lao, kwamba sisi tunaweza ku maintain pressure, lakini pia tunaweza ku maintain mashambulizi yale ambayo timu ya pinzani inaweza kufanya. Kwa hiyo kutokuanza na striker number 9 ni approach ya mchezo, na sio yeye tu, na sio mara ya kwanza kuona Morocco wanafanya vile. Ni approach ya mchezo kwamba kulingana na mchezo wa leo hatuhitaji kuwa na striker namba 1, tunahitaji kucheza kitimu kwa kwamba tunasababisha magoli kutoka pande zote za kiwanja. Kwa hiyo sio ni kosa la kocha wa Morocco, lakini tuwapongeze tu France, jana walikuwa ni bora zaidi na maana wameshinda mchezo. Tunaweza kusema kwamba Morocco kwa msimu huu kombe la dunia amefeli, ama hii kauli bado haina nguvu mbele ya Morocco? Kwa sababu msimu uliopita hatua ya nusu finali, msimu huu hatua ya robo finali, hatua moja nyuma. Kwa matokeo achievement wamefeli kama taifa, kwa sababu unajua unapofanya achievement una expect kuona changes. Sasa Morocco World Cup iliyopita walifika nusu finali, World Cup hiyo wamefika robo finali, kwa hiyo wamefeli. Lakini
kwa namna nyingine unaweza kuona kwamba wamejipapatua, kwa sababu ni taifa pekee ambalo lilifika katika robo finali katika mataifa takriban 10 ambayo yalikuwa yanatoka Afrika. Kwa hiyo kwa wao kama taifa wamefeli, kwa sababu walihitaji kufika hatua mbele zaidi ya kile ambacho walikifanya World Cup iliyopita. Kwa hiyo wakija na hoja kwamba wamefeli, naweza nikawasikia, lakini sometimes unaweza ukapima kulingana na mpinzani ambao umekutana naye. Tunaweza tukawasifu kwa kile ambacho wamekionyesha. Kama Afrika wamejipapatua, timu pekee ambayo imeshiriki World Cup kwenye robo finali. Congratulations for them. Kwa upande wa Ufaransa, tumalize hapo, inakuwa ni nusu fainali yao ya pili mfululizo baada ya msimu uliopita kuingia nusu fainali kwa kumtoa huyu Morocco. Ushindi wa mabao mawili ukamfanya aendelee katika hatua zinazofuata. Hatua ya nusu fainali Ufaransa aingiaje licha ya kuwa na wapinzani ambao wamesalia wote ni wazuri? Tunamuongelea Argentina, tunamuongelea Uswizi, tunamuongelea France, tunamuongelea England, tunamuongelea Norway. Nani zaidi unatamani akutane naye? Yoyote atakayekutana na France mimi nitampokea, kwa sababu lakini kitu ambacho naweza nikashauri France ni consistency, mentality ile ambayo alikuwa nayo toka michuano imeanza, lakini pia na upambanaji katika ndani ya kiwanja. Kwa hiyo wachezaji ni wale, approach ya mwalimu ni ile, kama itabadilika tu ni kidogo. Kwa hiyo nachohitaji kukiona ni consistency, competitive games kutoka France, na wakiendelea kucheza the way walivyocheza michuano yote kama siku ya jana, basi wana nafasi kubwa sana ya kutoa ubingwa. Bwana, timu ya taifa ya France imepewa nafasi ya kuendelea kufanya vizuri na kutoa ubingwa kwa mwaka 2026. Msimu uliopita 2022 France hakufanikiwa kuchukua ubingwa mbele ya Argentina ambaye pia naye anaendelea na mashindano haya. Mimi nafika tamati, sina mengi ya kukujuza, nilikuwa nayo haya ambayo nimekujuza kwa siku ya leo. Mimi ni Neema Kayugo, ulikuwa na Joseph Chacha kwenye upande wa uchambuzi. Amekupa mambo mengi ambayo yametokea siku ya jana, Morocco alifeli wapi na nini wakifanya katika misimu ijayo ya kombe la dunia. Hadi wakati mwingine ndani ya FJ TV.